Jamani, wakati nataka kupanga nyumba, nilikuwa nataka nipange chumba na sebule, lakini hela yangu ikawa haitoshi. Kuna huyu dada mmoja ni rafiki yangu. Akaniambia ni rafiki yangu hapa, sijawahi kukaa naye na tujawahi kukaa pamoja na maisha yake, mimi na maisha yangu, lakini alikuwa anakaa kwa dada yake na mimi nilikuwa nakaa kwa dada yangu, tuliongea kwenye masuala ya kazi. Nilipotaka kupanga tukao tunajadiliana, tukao tunaongea jinsi, nilikuwa namwambia natamani nipange chumba na sebule, lakini hela yangu iko, bajeti yangu sio nzuri sana. Akawa ameniambia kama unataka kupanga chumba, mimi nilikuwa nataka kupanga nyumba, lakini na mimi pia bajeti yangu sio nzuri. Unaonaje tukichanga tukapanga chumba na sebule? Mimi I was like, hilo ni wazo zuri sana my friend, na juti. Tukakubaliana wenyewe, tukaenda tukalipia nyumba. Sijui unanielewa vizuri, tukalipia nyumba. Arrangement ilikuwa hivi, nikiwa na mgeni atalala sebuleni, akiwa na mgeni nitalala sebuleni. Lakini kuna mashuka yake, alafu kuna mashuka yangu. Tukao tunalala pamoja, tunalalia shuka moja. Akiwa analala na mgeni wake, inabidi atoe mashuka yetu ambayo tunalalia, atandike shuka lingine, na mimi hivyo hivyo nikiwa na mgeni nitatoa shuka langu jingine niweke hivyo. Yaani tusije tukalala kwenye mpachuo wa mashuka ya, sisi mnanielewa vizuri. Basi nakwambia. Sasa tukawa mwanzo kulikuwa hakuna masuala ya zamu ya kufanya usafi, kwa sababu yani mara nyingi mimi nikirudi jioni nikitaka kwenda kuoga, lazima nitaoga, nitasafisha chooni, nitadeki, nitafanya nini hivyo. Kwa hiyo yani sijawahi kufikiriaga hivyo. Ila baadaye nikaja nikanotice kitu kimoja. Yani mkiwa mmelala, unajua usiku kuna wakati kuna baridi. Unasikia kiharufu, yani unasikia kiharufu kikali. Najiuliza ni nini? Ndio nikaanza kufuatilia my friend. Yani unaona nilivyoingia chooni nikaenda nikaoga. Nitaogea tena mimi. Yaani nikasema ngoja nichunguze nifuatilie vizuri. Yaani vile sabuni nilivyoiacha ndio sabuni nitakavyokuja kuikuta nitakavyorudi. My friend, ndio nikaja sasa kupata picha kwamba yule dada haogi. Unaelewa vizuri. Basi tuseme sabuni alikuwa anatumia sabuni yake mwenyewe. Vitu vyote tunavyoweka, yani vitu vya kuogea vyote viko bafuni, kuna sehemu ambapo tumetengenezea sehemu. Tuseme basi labda alikuwa na sabuni yake anaficha hata maji. Hata jinsi ambavyo yani my friend alikuwa anatoa kiharufu. Ila sasa alikuwa ana perfume za kila aina, alikuwa anajipulizia perfume kama mvua. Nikasema okay, kumbe wewe dada unajua kwamba wewe ni mchafu, ndio maana unapulizia perfume. Kwa sababu kama angekuwa haoni shida ya uchafu, singekuwa anaondoka akiwa mchafu hivyo hivyo. Asubuhi akiamka asubuhi na haraka, yani nikirudi jioni nitakuja kuoga. Mara nyingi alikuwa anarudi yeye mwenyewe, anarudi peke yake jioni. Nikirudi bwana nitakuja kuoga na haraka zangu, binti anaondoka. Binti anakuja na mgeni anakuja analala. My dear, mgeni anaingia choo labda aenda anaoga anafanya nini? Binti haendi kuoga, haendi kufanya nini? Utasikia anaenda na nao kwa afu anakuja anakuambia mimi nilishaoga kabla sijaja, lakini yani niliporudi vitu nilivyoviacha asubuhi nakuja kuvikuta kama nilivyoviacha muda ule. Sasa najiuliza huyu ameoga saa ngapi my friend? Unapachuana, mtu anaondoka unabaki na jasho lake na huogi. Zaidi yani yule dada anaweza kakaa zaidi ya mwezi hajaoga. Hiyo ikawa sio shida. Kila mtu ana maisha yake. Mashuka dada. Yule binti hafui, na kuja kugundua kwamba hafui, hafanyi usafi. Kwa sababu gani? Nikaja nikapata safari, nikawa nimeondoka, nimesafiri, nimeenda mkoani my friend, nilikaa wiki 2. Jamani, nimerudi ile shuka pale kitandani. Ni jeusi. Chafu, lina michoro ya jasho. Sio, unanielewa vizuri, chooni ni kuchafu. Unajua pia mtu unavyojisaidia alafu hausugui. Kwa hiyo jamani, choo kimebadilika rangi, siku imebadilika rangi, nakwambia mabeseni sio ndo mpaka zina ukungu. Nikaenda nikafanya usafi, alafu nikaja nikamuuliza, "Kwani wewe Neema, nilivyoondoka ulikuwa uogi?" Ananiambia, "Lizi nilikuwa naoga." Kwa nini ananiuliza hivyo? Ananiambia, "Lizi nilikuwa naoga, kwa unataka kuniambia ni mchafu?" Nikamwambia, sijataka kukuambia ni mchafu, lakini ndugu yangu wewe hujaona hii nyumba ina mabadiliko. Jinsi mimi nilivyokuwa hapo hujaona hii nyumba ina mabadiliko. Ananiambia, "Lizi unajua nilikuwa busy kazini, sijui wafanyakazi wamepungua, kwa hiyo mimi ikawa inabidi siku." Yaani excuse me, mradi asifanye usafi. Picha likaanza. Sijawahi kumuona anafua. Sijawahi kumuona anafua. Sasa mara nyingi yeye akajaga kaacha kazi alipokuwa anafanya kazi. Kwa hiyo ikawa mimi anatoka kabla yangu, anatoka baada yangu na anarudi kabla yangu. Nikaanza ku notice nguo zangu zinanukia perfume yake. Yeye anatumia perfume zake, mimi natumia perfume zangu. Mimi napenda perfume ambazo zimepoa, zile zenye rangi za kike, zile zenye harufu ya kike, lakini anapendaga maperfume makali. I think anapenda hizo perfume kali kwa ajili ya kupunguza harufu. Nakuja nakuta nguo zangu zinanukia perfume yake. Nikamuuliza, nikaja nikamuuliza, "Hii nguo ina like sikufuatilia hata sikuziangalia vizuri." Nikamuuliza, "Unavaga nguo zangu?" Akaniambia, "Hamna Lizi, itakuwa tu kwa sababu ziko kwenye kabati moja ndio maana zinanukia perfume yangu." Perfume yani kabati lina upande wako, mimi nina upande wangu. Unataka kuniambia harufu ya perfume imetoka kwenye kabati lako huko upande wako imekuja kwenye upande wangu, inahusiana nini hivyo? Hamna Lizi bwana, sio kitu gani? My dear, siku nikawa nimetoka. Nimerudi mapema. Yaani nilikuwa nimerudi mapema zaidi ya alivyokuwa ametegemea. My friend, narudi nikawa nimeingia ndani. Kawaida mtu atakaye rudi atatoa funguo mlangoni ili mwingine akija asihangaike kuanza kugonga funguo yetu mlango. Nikatoa funguo mlangoni. My friend, anarudi kavaa t-shirt yangu, kavaa suruali yangu. Alafu I think alivyokuwa anafungua mlango alifungua na zipu ya suruali. Naona na chupi yangu kavaa. Nilishtuka nikamwambia, "Wewe, hizo ni nguo zangu umevaa eti Lizi?" "Hamna, mimi nilitoka tu mara moja hapo, kwa hiyo nikaona bora hata na nikamwambia mpaka chupi yangu." Nikamwambia mpaka chupi yangu.
umevaa ndugu yangu, hamna sio nini, naenda kwenye nguo hakuna, nakwambia hakuna vitu vyangu. Ndio maana mimi nikawa najiuliza, mimi kawaida na nikivaaga si huwa sizifui, naziachaga na kuja kuzifua weekend, nazifua zote kwa pamoja, naziweka vizuri, naziweka deto nini hivyo. Ndio maana nikawa nashangaa, mimi nikivaa ninavyovaa najua nguo yangu jinsi ilivyochafuka, nikija nakuta imechafuka sana. Kumbe yule dada alikuwa mimi nikiweka nguo, nikiweka chafu, anaenda anachukua, anavaa, alafu anakuja anarudisha. Na nguo zangu nikiweka anakuja anachukua, anavaa. My dear, nikamwambia unavaa nguo zangu? Akaniambia Lizi, hamna, ni leo tu. Nikamwambia msubiri namba simu yako, kwa sababu nilijua njia pekee ya kugundua ni simu yake. Naenda kwenye simu yake, naenda kwenye kamera. My friend kila siku alikuwa anavaa nguo zangu. Nikamuuliza kisa cha kuvaa nguo zangu nini, akawa ananiambia Lizi, hamna, kwani tunavaliana, mimi ni msichana na wewe ni msichana, kwani kutakuwa kuna shida gani? Nikamwambia hapana, mimi ni msichana na wewe ni msichana, unanivalia nguo zangu mpaka unanivalia nguo za ndani, eti hamna shida yoyote, kwani wewe uniamini? Basi kama vipi, basi niachie tu nikae nayo. My friend, nilikasirika, nikamwambia please, kuanzia leo sitaki nigusie vitu vyangu. Nikaanza kufunga kabati upande wangu, nikaanza kufunga, maana nilikuwa sifungi. My friend, siku hiyo narudi nyumbani, nimetoka zangu huko, nilipotoka nakwambia nimerudi nyumbani, kuna gauni ambalo nililinunua. Hilo gauni ni jipya. Nilinunua kwa sababu nilikuwa nataka niende date. Tena hiyo date nilikuwa nataka niende hiyo jioni. Yaani nimerudi kuja kujiandaa kwa sababu nilikuwa nina mtoko na bwana wangu, alikuwa anataka kurudi. Narudi nyumbani, nafika chumbani, kwanza nimefika mlangoni nikakuta kuna viatu vya kike na vya kiume. Desturi wewe ukifika ukikutana na hivyo inabidi umtumie mwenzako message atoke. My friend, namtumia message nikamwambia nitolee nguo, kuna gauni nimeitundika hapo hivi, nataka kutoka nayo. Akaniambia gauni gani? Akaniambia Lizi, si uvae nguo nyingine bwana? Nikamwambia no, nataka kutoka na hiyo gauni. Akawa amekuja, nikamwambia kwanza hebu naomba nitolee vitu vya kuoga, nataka nikaoge. Anakuja ananitolea vitu, haniangalii, ni mkono tu kaunyoosha, nikasukuma ule mlango kidogo. My friend, kavaa ile gauni mpya, kaivaa, nikamvutia nje. Yuko na bwana ndani, nikamvutia nje, nikamwambia mbona umevaa gauni yangu? Eti ananiambia hamna Lizi, nimevaa tu mara moja, unajua kuna bwana wangu amekuja, ni mtu mwenye pesa zake, kwa hiyo nimeamua tu nivae. Kwani kuna shida gani Lizi si uvae? Jamani, yani kama machale tu, nikasema hapa ndio, nikampandisha ile gauni, nikamfunua. My friend, kuna dozen ya bikini ambazo nilinunua. Kavaa moja hapo tena nyeupe, kaivaa mpya zote. Yani hiyo nguo ni mpya, hiyo na nini ni mpya vyote. Nafungua mlango, nasukuma mlango ndani. My friend, shuka ambalo ndio mashuka yangu ambao huwa natandikaga ndio kalitandika hapo kitandani. Ndio nikamuuliza kumbe una tabia kutandika mashuka yangu? Ananiambia bwana Lizi, unajua mimi nilikubaliana tu kipindi kile, lakini niliona masharti ya ajabu, mimi nikaona nato ni vitu vya ajabu. Nikamwambia msichana, nimefunga kabati langu. Hiyo nguo niliitoa nikaitumika hapo kwa sababu sikutaka ikunjike, sikutaka ifanye nini. Na nilijua hutochukua kwa sababu nilijua labda unaiba. Umechukua nguo umeivaa. Akavua, akaniambia basi wewe yani Lizi, mimi sikutegemea kama upo hivyo, basi chukua nguo yako. Anavua. My friend, hiyo nguo huku kwenye shingo huku sio kwenye elastiki huku, nakwambia ni kuchafu, ni kweusi. Sio, unanielewa vizuri. Nimesahau kuambia, alikuwa kavaa na wigi langu. Haogagi, haoshi nywele, hafanyi chochote, kavua wigi kaweka hapo. Nilikuwa nimerudi na kama mtandio mweupe, nikawa nimeutupa hapo hivi. Nisione kunguni nini? Sijui ni kunguni, sijui ni chawa wale wakubwa. Nisione kunguni ni nini? Naona kunguni wanapita tu hapo hivi. Nikamwambia tu mimi kwa uzuri, sikiliza binti, mimi huu uchafu, wewe kuwa mchafu fanya nini kwenye uchafu wa nyumba sawa, lakini masuala kunichukulia vitu vyangu nivalia, nimeweka gauni mpya kwa sababu nataka kutoka nayo. My friend, naomba tu ujiandae uondoke, sitaki tena kukaa na mtu. Nitakurudishia kodi yako, maana tukatushaka kama miezi 4. Nikamwambia nitakurudishia kodi yako ya miezi 2 iliyobaki, uondoke, sitaki tena mazoea mimi na wewe. La sivyo tukubaliane, utakaa sebleni, mimi nikae chumbani. Hutaki na kurudishia kodi yako, ondoka. Nikamwambia sitaki tena kuendelea kukaa na wewe, sitaki tena mazoea, sitaki kuendelea kukaa na wewe kwa sababu nimechoka. Masuala kunivalia mpaka nguo za ndani, my dear, nimechoka. Naomba tu nifanye mpango tu uondoke. Kama utataka utakaa sebleni, nitakuwa naondoka, nafunga mlango wangu, lakini mazoea na wewe tena sitaki. Kwa sasa hivi hapa hivi ndo ananiambia subiri, nataka nitafute chumba, sijui nini, subiri hivyo. Kwa hiyo bado tunaendelea kukaa wote, lakini sasa ndio hivyo anapita akienda kunisema kwa watu kwamba Lizi sijui ni mbaya, sijui Lizi nichukua tungo yake moja nikavaa, anakaa ananisema vibaya. Lakini hivyo vyote vya uchafu sijui nini, kwamba nimekuja nikakuta mpaka choo, yani kama akijaflashiwa kina mpaka na niliujua hapa hivi, mpaka kila siku namwambia wala kunivalia nguo zangu za ndani wala chochote kile hajasema. Yani kama kupika si ufanye nini, hachangii pesa ya kupika lakini atakula, hachangii pesa ya maji lakini atakunywa, hatoi kitu chochote, vitu vyote hivyo. Na kamkono kakuiba, yani pesa unaweza kukuta labda 5,000 imepotea, 10,000 imepotea, kwa sababu sema unajua, kwa sababu ni mtu ambaye sipendi makelele, sipendi kuuliza kila kitu. Kwa hiyo najikuta sijamuuliza, najikuta sijamwambia hivyo vitu vidogo vikipotea. Lakini mwisho wa siku yani imenikaa hapa hivi, kwa sababu sasa inabidi niende nifue nguo zangu zote, niende sio nipeleke mawigi yangu yote aende akaoshe, kwa sababu ya mtu ambaye anashindwa kujizuia na vitu vyake. My friend, nimesema aende akanitangaze tu kwa watu, aende akanitangaze tu kwa watu, lakini mimi I don't care.
Jamani, kama mnavyojua stories za kwangu, stories za watu nasimulia. Kwa hiyo jamani, mshaurini huyu dada, toeni maoni yenu, sio na ushauri sio nini. Hivyo jamani, please, umemaliza kuangalia, umefikia hapo ulipofikia, umeangalia story, please naomba ulike, ucomment jamani, msubscribe kwenye account yangu ya YouTube. Mnaangalia tu story watu labda 3000, 4000, lakini likes unakuta likes hazifiki hata 100 jamani. Naomba nisaidie kulike, mcomment, msubscribe kwenye channel yangu.